آل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وشفيع ذنوبنا وطبيب أنفسنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا، فصل على محمد وآله وأعنا على ذلك بفتح منك تعجل يا رب، وبذر تكشف يا رب، ونصر تعز يا رب. يقول الله تبارك وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. Sayyid, tuna hakika umekuwa ni kioo chetu. Kila tukitazama na tunatamani sana kuona uso wa imamu wa zama zetu, matumaini yetu ilikuwa kukutazama wewe, lakini wamekuondoa mbele ya macho yetu. Tunasema watalipa. Sayyid, kwa hakika wewe ulikuwa ni mtetezi wa wanyonge na haki ilikuwa inasimama kupitia kwako. Wamekuondoa ili wapate nafasi ya kuweza kuwadhulumu wale wanyonge. Tuna hakika watalipa. Sayyid, umetetea haki ya Wapalestini, umetetea haki ya wote waliodhulumiwa, lakini kwa sababu ya dhalimu aliona umemnyima nafasi ya kuendeleza dhulma, amekuondoa. Tuna hakika atalipa. Sayyid, hawakukuondoa wewe tu, kabla yako walioondoa waheshimiwa, waliokuwa watukufu, wachukuu wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, akiwemo Hassan Nasrullah. Hawakutosheka, wakaua wengi waliokuwa nyuma yako.
Sayyid, mpaka ikafika kipindi sasa hivi wamekutoa. Tuna hakika walitaka tusikuone, walitamani tusisikie sauti yako Sayyid, ndio maana wameyafanya yaliyofanya. Sayyid, hawakujali pia heshima ya watoto wadogo. Baada ya kukuondoa wewe Sayyid, walielekeza hasira zao kwa watoto ambao hawana hatia. Wamewaua kwa mabomu watoto ambao walitarajiwa kuwa ni viongozi wema wa baadaye. Sayyid, watalipa. Aya niliyoitangulia Sayyid, nafikiria ni aya inayokuelekea wewe. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema, wala tahsabanna alladhina kutilu fi sabilillahi amwata, msidhani ya kwamba wale ambao wameuawa katika njia ya Mwenyezi Mungu ni wafu. Sayyid, umekufa fi sabilillah, ukitetea haki. Tuna huzuni, lakini wewe una furaha. Kwa nini una furaha Sayyid? Kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema Sayyid, uko hai. Hauko hai mbele ya macho yetu Sayyid. Macho yetu haitakuona, sauti yako hatutaisikia, na mwito wako pia hatutauona tena. Lakini mbele ya Mwenyezi Mungu anasema uko hai. Aliposisitiza, aliposema bal ahya'u 'inda rabbihim yurzaqun, bali wako hai mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wanaruzukiwa. Sayyid, tunajua unaruzukiwa mbele ya Mwenyezi Mungu kwa kujitolea kutetea haki, lakini tuna maumivu Sayyid, kwa sababu bado tulikuhitaji, bado tulitamani sauti yako, bado tulitamani mwelekezo wako, lakini wamekuondoa. Watalipa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekueleza Sayyid, aliposema wewe na wale ambao mmejitolea mkafa kwa ajili ya kutetea haki, Mwenyezi Mungu akasema farihina bima atahumullahu min fadli. Sayyid ana furaha, sisi tunalia. Tunalia kwa sababu Sayyid ametoka. Lakini Sayyid alipata shahada, na hii shahada imempa furaha, na ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema farihina bima atahumullahu min fadli, wanafurahi. Na ndio maana inakumbukwa wakati wa uhai wake wa mwisho, anaelezwa Sayyid, tukupeleke mahala salama, uwe na salama. Akawa anauliza, na watu wangu je? Kwa hivyo yale ambayo yatanipata mimi wacha yanipate, lakini watu wangu wawe salama. Sayyid, unafurahi mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wayastabshiruna billadhina lam yalhaqu bihim, na unatupa bishara pia, unatamani na sisi tuweze kuwa pamoja na wewe, ikiwa unafurahi neema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tukijua ya kwamba hauna hofu wala hauzuniki. Ndugu zangu Waislamu, ameondoka mtu adhimu sana, mtu mkubwa zaidi. Wakati mwingine tunaweza fikiria ni mtu mkubwa kwa sababu ya ulimwengu wa Kishia, kwa sababu ya Irani. La, Sayyid ametetea haki za wanyonge,
wa aina mbalimbali, na sauti yake ilisikika. Lakini jamani, kila alipokuwa akizungumza, Sayyid alionekana ni yeye peke yake katika ulimwengu mzima, na taifa la nchi ya Iran ndio taifa peke yake katika ulimwengu mzima ambao ulikuwa unasimama kwa ajili ya kutetea haki. Ndugu zangu Waislamu, ukisoma katika suratul Qasas, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuonyesha hatua ambazo waovu hutumia ili kupata nafasi za kuweza kutawala. Miongoni mwa hao waovu aliyekuwa kiongozi wao ni Firauni. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaeleza hizi hatua. Inna Firauna ala. Kwanza, hiyo ndio hatua ya kwanza. Kujitukuza, kujipa cheo, ndio aweze kuangalia ni njia gani ambayo atatumia kuweza kuwakandamiza. Saizi ulimwengu mzima ulikuwa unatambua kwamba taifa ambalo ni superpower ni Amerika, na sisi tunatambua hao ndio wajukuu wa Firauni. Na amefanya mikakati mingi. Ndugu zangu Waislamu, hata sasa hivi utaona ukiuliza hawa vijana wengi wakianza kukusifia wale watu mashujaa katika vita, utasikia kina Chuck Norris, Schwarzenegger, kina nani. Yani kwanza wametengeneza sifa kwamba wa mashujaa, watu wenye kupigana, wenye kuweza kutetea, watu wenye nguvu wanatoka kwao. Paka mwingine mtoto alikuwa anasema Irani ikicheza atatumia Schwarzenegger. Tumelelewa kwamba hizi filamu ambazo zimekuja zinatufundisha wao ndio wako juu. Hiyo ndio hatua ya kwanza. Hatua ya pili, wajaala ahliha shia. Ahluha shia. Aliwafanya watu wake kuwa makundi. Na alhamdulillah, haya mambo yote saizi yanaanza kudhihirika. Trump mwenyewe anazungumza, anasema tulipeana silaha, ziende wapi? Ziende Irani. Maandamano yote ambayo waliandaa ilikuwa ni wao kutaka kuvuruga nini? Nchi ya Irani. Silaha walizopeana watu waanze kuwao, waseme Irani inawaua waandamanaji. Na hizo ndizo fikra ambazo zilikuwa zimeenea. Na mpaka baadhi ya mataifa yakawa yanaamini ya kwamba Iran inawaua waandamanaji. Sasa Trump juzi amesema tulipeana silaha, lakini hizo silaha hazikufika. Na yule ambaye hakufikisha atalipa. Hebu niambie wakati ambapo hizo silaha kama zingelifika. Lakini alhamdulillah, tunashukuru wananchi wa Iran. Walisimama na serikali yao na wakaonyesha kwamba dhulma hizi hatuwezi zikubali. Kwa hivyo haya makundi, na utaona Mwamerika popote anapoingia katika vita katika nchi yote, ashinde, anapoondoka anawacha furugu, anawacha vita. Iwe ni vita vya wenyewe kwa wenyewe au ni vita ambavyo vimesababishwa na wapinzani. Hiyo ndio harakati yake. Na tumeshuhudia katika mataifa mengi. Hiyo ndio njia ambazo anatumia. Yastad'ifu ta'ifatun minhum. Nukta nyingine, anajalia unyonge, kudhoofisha baadhi. Na sasa hivi ulimwengu mzima unaimba wimbo wa Mwamerika na Mwisraeli. Jamani, wakati mwingine hata haya mataifa yanafaa kutumia tu akili. Mnatukanwa mkiona, lakini bado
mnaendelea kuwaheshimu watu kama hao. Yale mataifa ambayo tunatarajia ni mataifa ya Kiarabu, mataifa ambayo kidogo yana kalima ya la ilaha illa Allah, ambayo itasimama na nchi ya Irani kuweza kuwatetea, lakini wamefanywa wanyonge kiasi cha kwamba hakuna sauti ambayo wanaweza wakatoa kutetea. Amesimama Muirani peke yake. Na ndio maana wakati mwingine nilikuwa nafikiria hivi vita, mmoja katika ndugu zetu hata kabla hizi vita kuanza ilianza vitisho, msipofanya hivi tutawapiga, msipofanya hivi tutawapiga, mpaka watu wakawa wanasema, je, Irani itaweza kweli? Irani inafaa ijisalimishe. Irani haiwezi kupambana na Muamerika. Sijui kama Imamu Mahdi alidhihiri ndani yao akawaambia, wanuridu an namunna ala alladhina stud'ifu fil ardi wa naj'aluhum dhilla. Hatuwezi kufanywa wanyonge. Na hawa ndugu zetu hawakusubiri huo mwamko, wenyewe walisema tutajifanya kuwa ni wenye nguvu. Wanuridu an namunna ala alladhina stud'ifu fil ardi. Wakati mwingine mtu anapokutisha usijionyeshe wewe ni mnyonge, hata kama unaona. Ndugu zangu, superpower ni nani? Ai, unaelewa vile ninavyoelewa kweli? Ni superpower yupi ambaye anapiga mtu mpaka anaomba msaada, tusaidieni? Na wao wanasema hapakuji mtu hapa, atakaye jaribu tutamfuata huko. Wallahi, ukiangalia hizi harakati tuna hakika pale mbele kuna nuru, na wale waliofanywa wanyonge katika ardhi watafanywa kuwa na nguvu, na wale ambao wamedhalilishwa watapatiwa nguvu. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, tokeo hili ambalo tunalishuhudia, ingawa kwamba limetupatia huzuni, tumepoteza watu ambao wana umuhimu mkubwa katika maisha yetu. Na ndio baadhi ya maswali unapojiuliza, watoto wadogo hawa waliuawa kwa nini? Ni kwa kosa gani? Ndio maana tutasema mutalipa. Na kuna siku inakuja. Na tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awajalie nusra ndugu zetu, na pia ndugu zetu ambao pia wanakandamizwa katika nchi mbalimbali. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awapatie faraja ya karibu insha Allah. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pia na sisi atuongoze, atujalie msimamo mwema na mshikamano insha Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin.